nilikuwa nasikia kama ubongo unamiminika. Ile hali nilikuwa naona ninaongea kama mtu mwenye vitu mdomoni. Kwa napata maumivu makali sana wakati wa kunisafisha. Natolewa ICU, nilikuwa sasa nimetoka kwenye hiyo hatari. Lakini bado vitu havikuwa sawa. Habari mpenzi mfuatiliaji wetu YouTube channel, karibu tena. Na Mungu akubariki kwa kuendelea kutufuatilia. Naomba usisahau kusubscribe kama bado, ama kama ungependa kufuatilia ushuhuda wote kwenye kitabu, basi karibu. Kwenye comment box unaweza ukauliza na kupata maelekezo ya namna ya kupata kitabu, ama ututafuta kwa namba hizo zinazotoka hapo chini. Na unaweza pia kutufuatilia mitandao mingine ya kijamii, Instagram na Facebook, Grace Godfrey Raymam, Instagram ni Grace G Raymam. Sehemu iliyopita nilisema nitaelezea, sehemu hii nilisema nitaelezea sasa baada ya kutoka ICU, ambapo nilikaa kwa siku 15. Kutoka ICU tafsiri yake ni kwamba umetoka kwenye hatari ya kupoteza maisha, na ndivyo ilivyokuwa. Na mifumo yangu ya mwili mingi sasa ilikuwa inafanya kazi sawa sawa. Nilikuwa naweza kula mwenyewe, ninaweza kupumua mwenyewe pia. Ninaweza kujisaidia bila kutumia ile catheter, haja ndogo na haja kubwa pia ninaweza kwenda chooni. Lakini sikuwa naweza kutembea, sikuwa naweza kukaa. Na unajua ukiwa ICU kuna namna unajitahidi kumonitor maumivu ili usije experience maumivu makali. Kwa hiyo nilikuwa kwenye sindano na dawa kali sana za maumivu. Na nakumbuka kuna kitu niliwahi kufanya nikiwa ICU, kikanisababisha mpaka mamangu kupata pressure. Sijui kama nimeelezea kitu nyuma, lakini imesababishia mama kupata ile kama kuanguka kwa hofu, kwa pressure. Mimi nina nature ya uoga wa maumivu. Nilikuwa naogopa mpaka sindano za kutafuta mishipa hizo. Sasa baada ya operation, unajua operation, hata operation tu ya uzazi, nishafanya operation za uzazi. Kuna antibiotic wanakuwa wanakuchoma. Sasa kwa operation ya kichwa, nafikiri antibiotic zilikuwa strong sana na zilikuwa zinauma. Kwa hiyo zilikuwa ni dawa za mishipa. Ninakumbuka nawekewa hizo dawa, maumivu niliokuwa nasikia yalivyokuwa makali. Kuna siku nilifanya vurugu sana. Sasa mama anaangalia, anajaribu kunituliza, sababu anaangalia ile mashine inayomonitor mapigo ya moyo kwa ajili ya ile aggressiveness, hiyo pressure ikawa inapanda. Mama akawa anajaribu kunituliza kwa nguvu, yani akawa out of control mpaka akaanguka na aliumia, aliteguka mkono na ilibidi wampumzishe kidogo. Kwa hiyo Godfrey akawa na kazi ya kuhudumia mimi na mama, but Mungu ni mwema. So natolewa ICU, nilikuwa sasa nimetoka kwenye hiyo hatari. Lakini bado vitu havikuwa sawa. Bado nilikuwa mgonjwa, na bado nilikuwa mgonjwa sana. Nilikuwa kwenda kujisaidia chooni kama labda nilazimishe, lakini sikuwa naweza kutembea kabisa. Sikuwa hata naweza kusimama, sikuwa hata naweza kukaa mwenyewe, na sikuwa naweza kuongea. Of course nilikuwa ninaongea kama mtu mwenye mavitu mdomoni. Nilikuwa sioni vizuri. Mpaka natoka wodi ya kawaida bado nilikuwa sioni kabisa. Kuona ilikuwa ni issue. Actually mpaka narudi Tanzania, mpaka baada ya miezi kadhaa nilikuwa naona double vision. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, sioni vizuri. Nilikuwa na mambo mengi, na zaidi nilikuwa na maumivu. Bado hapo kidogo walikuwa ni monitor kwa dawa za maumivu kali na sindano, lakini sasa zile
episodes za kunichoma hizo zilianza kupungua, so nilikuwa napata mida ya kuexperience maumivu. Nilikuwa napata maumivu makali sana wakati wa kunisafisha, nilikuwa napata maumivu makali dawa zikianza kuisha, na ilikuwa bado ni kipindi kigumu. Kwa familia kidogo kulikuwa kumeanza kuwa na mwanga, lakini kulikuwa bado ni kipindi kigumu. Kumeanza kuwa na mwanga kwa sababu tayari nimetoka kwenye mauti, ila kwa muonekano na kwa hali niliyokuwa napitia nilikuwa bado kwenye wakati mgumu sana. Nilianza kufanyiwa mazoezi, na mazoezi kwanza yalikuwa mazoezi ya kulala, kwa sababu wakati baada tu ya operation muda wote nilikuwa kulala kwangu nilikuwa nalala chali. Operation ilifanyika huku nyuma na ni nyuzi nyingi nilisema mwanzoni. Kwa hiyo kitu tu kilikuwa kimewekwa katika namna, na vile vitanda wanavitengenezea kabisa sehemu ili kichwa chako muda wote kiwe kimelala hivyo chali, na wala usitikisike. Kwa hiyo muda wote tu nilikuwa nimelala chali na nilikuwa comfortable. Sasa hizi unaanza kugeuzwa, na kuna wakati nilikuwa nasikia kama ubongo unamiminika. My friend, ile hali ilikuwa ngumu. Ni kama ilikuwa imetokea formatting ya mwili. Unajua bwana, tuende mbele turudi nyuma, ubongo ni kitu kingine. Yaani mtu akishika ubongo ameshika sehemu sensitive. Sasa sina lengo la kumwogopesha mtu yeyote ambayo pengine amegundulika na shida kama nilikuwa nayo ama inayofanana. Kama Mungu aliniponya mimi, ambaye daktari wangu alisema hakuwahi kukutana na kesi kama yangu, amefanya operation zaidi ya watu 5,000, lakini kesi kama yangu hajawahi kukutana yet. Leo unaniona hapa niko ninashuhudia, basi huyu Mungu hana anachoshindwa. Kwa hiyo kutoka ICU nikaenda wodi ya kawaida, nikaanza mchakato sasa wa kutibiwa kama mgonjwa ambaye anatarajia baada ya siku kadhaa atoke hospitali, apone, arudi kwake. Nilikuwa nafanyiwa session na mtu wa saikolojia. Alianza kwa ananiatenda kwa hospitali, anapima akili yangu. Kwa neema ya Mungu nikawa sijapoteza kumbukumbu. Of course kuna kumbukumbu chache zilikuwa zimepotea ambazo labda baadaye nilianza kunotice. Mtu akijaribu kukwambia unavuta faili haliji, lakini generally niliamka na kumbukumbu zangu zote, naweza kusema kwa asilimia zaidi ya 80, ambao ni muujiza mkubwa. Sikuwa na shida hasa ya akili, na hivyo ukiacha yale maluelue ambayo niliyaona wakati ule na mengine nimeendelea kuyaona kwa muda, lakini akili yangu ilikuwa bado iko sawa. Akili yangu ilikuwa sawa, ninaweza kusema. Na tukaanza kufanya mazoezi hayo ya physio, ya mwili, yani ya viungo na ya psychology, na kalikuwa ni kamchakato. Ninakumbuka siku ya kwanza nilianza kukaa. Nilikaa shingo hili, unajua operation aliyofanya ilianzia katikati ya kichwa mpaka huku chini kwenye shingo, mpaka ilikuwa nyuzi 34 mpaka kwenye uti wa mgongo, sababu wanasema uvimbe ulikuwa katikati ya ubongo na uti wa mgongo. Kwa hiyo kichwa kiliguswa na uti wa mgongo pia uliguswa. Kwa siku ya kwanza nimeanza kukaa,
shingo halikuwa lina function. Yaani shingo halikuwa sikuwa hata naweza hata kusimamisha ile shingo. Ilibidi wafanye namna ambayo shingo litasimama. Naona muda unakaribia kuisha. Sehemu inayoendelea nitaelezea, nitaanza kuingia kwenye details za hayo mazoezi ya physio ya viungo na mazoezi ya psychology yalikuwa yanafanyikaje na ni muda gani nilikaa hapo hospitali, nilikaa vyumba vya wagonjwa wa kawaida. Baada ya kutoka ICU ilichukua kipindi gani mpaka kuruhusiwa kurudi Tanzania na mambo mengine. Bado clip ni nyingi, sio kwa lengo la kurefusha tu, lakini kwa kuwa hii ni channel yetu, nimeona nielezee details tofauti na ninapoalikwa kwenye media, muda unakuwa ni limited kabisa. Kwa hiyo nimeona nielezee kwa kirefu kabisa. Kama una maoni ama una chochote, basi usisahau kuweka kwenye comment box ama kututafuta kwa namba yetu ya WhatsApp. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia. Asante.